Kati ya mijadala ambayo imewatesa Watanzania wengi ni pamoja na binti aitwaye Mikala, na utata huu umedumu kwa miaka na miaka kumuhusu yeye, kwani kuna wengine wanasema amekufa na kuna wengine wanasema yupo hai, kwa sababu wanamuona katika mitandao ya kijamii akijiposti kila siku. Nikaona nitulie chini na kufuatilia kuhusu ukweli wa Mikala. Karibu sana katika chaneli hii, usisahau kusubscribe. Fuatana nami. Jina kamili anaitwa Lucky na baba yake anaitwa Peter. Pisi hii ya Kichaga ilitikisa kwa miaka hiyo kwa uhodari wake wa kuigiza na uzuri wake. Utakubaliana na mimi ya kwamba ni moja kati ya waigizaji warembo zaidi hapa Tanzania. Umaarufu alianza kuupata alipoigiza tamthilia ya Jumba la Dhahabu miaka hiyo ya 2007, ambayo ilikuwa ikifuatiliwa sana kama Jua Kali na Uba kwa miaka hii. Tamthilia hiyo ilikuwa ikiruka katika TV ya Taifa, yani TBC1. Baada ya tamthilia hiyo kuisha mwaka wa 2008 na mkataba wake kutamatika, kila mwigizaji katika tamthilia hiyo alienda kufanya kazi zake. Ndipo Kanumba akaona kipaji cha Lucky katika tamthilia hiyo ya Jumba la Dhahabu na akaona itakuwa vyema endapo atafanya kazi na mrembo huyo. Ndipo kwa pamoja wakaja na movie ambayo ilifanya vizuri sana hapa nchini, inaitwa The Lost Twins, ambayo filamu hiyo ilitoka 2008. Narudia tena, filamu hiyo ilitoka 2008. Wakati filamu hiyo inatoka, Elizabeth Michael ambaye tunamjua kama Lulu alikuwa ni binti mdogo kweli kweli. Hata ukiangalia ndo matiti alikuwa yanaanza kutoka. Chukua pointi hii, tutaitumia baadaye. Sasa baada ya kumaliza filamu hiyo, ulikuwa mwisho wa kuonekana kwake. Hakuna mtu yoyote ambaye aliwahi kumwona tena au kuwasiliana. Hata waigizaji wenzake hawakuwahi kujua halipo. Wazazi wa Mikala hawakupenda binti yake huyo kujihusisha na sanaa, kwa sababu waliona kufanya hivyo ni kama uuni. Kama tunavyojua, dada zetu wanapitia mengi sana, ndio maana Diamond hataki kabisa binti yake Latifa awe msanii, ukizingatia wazazi wengi kwa miaka hiyo walikuwa na nadharia ya kwamba sanaa ni jambo la kiuni, iwe ni kuimba au kuigiza. Sasa tuendelee. Unaambiwa hakuna msanii yoyote anayewafahamu wazazi wa Mikala. Sasa baada ya kumaliza filamu hiyo, baba yake aliiona filamu hiyo wakati yupo South Africa na kupenda mwanaye ajihusishe na sanaa. Hivyo aliporudi akachukua laini ya Mikala na kuivunjavunja ili watu wa sanaa wasimtafute tena, na ili kuwaepusha pamoja naye, ndipo akampeleka mtoto wake huyo ughaibuni ili kwenda kusoma, na baada ya miezi 4 ndipo umauti wake ukampata. Hiyo ilikuwa ni 2009. Wakiwa na marafiki zake katika taksi, treni lilipogonga kiasi ambacho asitambulike yoyote aliyokuwepo kwenye gari hilo, mpaka wazazi wakaitwa ili wapime DNA na kila mmoja achukue japo viungo aende akazike. Inasikitisha sana, na pole kwa wazazi pamoja na ndugu na marafiki. Sasa tuje kwa mrembo ambaye leo hii wengi wanamjua kama Mikala. Huyu ni ndugu wa damu kabisa na Mikala, na wala sio pacha wake, bali ni mdogo wake, yani baba mmoja na mama mmoja. Wakati dada yake huyo Mikala anakufa mwaka wa 2009, alikuwa na umri wa miaka 4 kama sio 5, na jina lake wazazi wake wakampa Lakia kwa sababu ndugu hao walifanana kweli kweli zaidi ya taa ya mapacha. Hivyo kupatikana kwa mtoto huyo ndipo wakapewa majina yanayofanana, Lucky pamoja na Lakia. Sasa tuwekane sawa hapa, kwa sababu ndipo penye utata. Lucky au Mikala wakati anaigiza filamu hiyo ya The Lost Twins alikuwa ni mkubwa kiumri ukimtazama, na alimzidi umri kabisa Lulu ambaye leo hii ni mkubwa kweli kweli. Wakati huo Lulu ndio matiti alikuwa anaanza na sasa hivi Lulu unamwonaje? Ni mkubwa, si ndio Na huyu mdogo wake wakati dada yake anakufa hiyo 2009, anasema alikuwa na umri wa miaka 5 au 4. Kwa maana hiyo kwa sasa ana miaka kama 20 hivi, na ukimtazama kweli anafanania na miaka hiyo. Na yeye anakilia kwamba dada yake waliachana gepu kubwa sana la miaka. Sasa niulize jamani, mtu hata kama kwao ana pesa ndo awe na muonekano wa binti wa miaka 20, yani awe vile vile kama alivyoonekana kwenye The Lost Twins na azidi kuwa mdogo, au ndo kusema azeeki na hakui yupo vile vile? Haya, Lulu wakati anaigiza filamu hiyo alikuwa na umri wa miaka 13. Alizaliwa mwaka 1995. Bila shaka umeona ukubwa aliokuwa nao Mikala. Hebu kadiria alikuwa na umri gani alipoigiza filamu hiyo, na kumbuka ya kwamba alimzidi umri Lulu. Haya, tuendelee na simulizi letu. Taarifa ya msiba kumuhusu Mikala alisema huyo mdogo wake Lakia
Turudi nyuma kidogo, sehemu ambayo wengi na wachanganya ni hii. Mikala alikuwa mtu maarufu sana. Kwa nini taarifa ya msiba kumuhusu hazikusikika kama kweli alikufa? Tukumbuke ya kwamba kwanza, baba yake alivunja laini za mwanaye. Pili, hakuna msanii yoyote aliyejua Mikala yuko wapi tangu amalize filamu aliyoigiza pamoja na Kanumba. Sasa ikiwa tu hakuna aliyejua kwa wakati huo, watapataje taarifa za msiba? Tatu, wazazi sio watu wanaopenda umaarufu au kujihusisha na mitandao. Na tukumbuke kwa miaka hiyo mitandao ilikuwa ndo bado watumiaji ni wachache kulinganisha na ilivyo leo hii. Hivyo ilikuwa ni ngumu kwa watu kujua kuhusu taarifa za msiba, kwa sababu hata wazazi hawakupenda mtoto wao ajihusishe na sanaa, na ni nani angewapa taarifa? Hakuna msanii aliyepajua kwao, hata Kanumba mwenyewe hakupajua. Bado wengi wanaweza kubisha ya kwamba hajafa kwa sababu ya mdogo wake waliyefanana, wamefanana vile vile. Sasa niulize jamani, kwani hakuna familia ambayo watoto ndani wamefanana kweli kweli? Na kuna wengine watasema mbona kuna watu hawazeeki, wapo vile vile tangu tunavyowafahamu. Na wengine wanasema ya kwamba kuna ugonjwa ambao unawafanya watu wasizeeke. Sikatai hilo, ndo mtu awe vile vile na azidi kuwa kijana, kusiwe na mabadiliko yoyote. Kwa miaka 15 iliyopita mpaka kufikia leo hii 2024, ni miaka 15 tukumbuke imepita kwa laki. Kumbuka ya kwamba Jennifer Kanumba na Patrick Kanumba kwa sasa sio wale ambao waliigiza na Kanumba kipindi kile. Akili kumkichwa ndugu yangu. Hebu niambie nini maoni yako kumuhusu Mikala? Mimi nimefanya uchambuzi wangu tu kumuhusu Mikala. Ukiwaona watu ambao waliigiza pamoja kwenye filamu wana mabadiliko makubwa sana, iwe kiumri au kimuonekano. Pia tumpe maua yake bana. Aisee, aliumbwa akaumbika na alikuwa na kipaji kikubwa sana. Nishie hapa. Jina langu naitwa Mika, tukutane kwa wakati ujao. Usisahau kusubscribe.